Watawala batili wa CCM hata katika ubatili wao ni lazima waambiwe kwa nguvu ya umma, na umma uwalazimishe kufanya kile kilicho cha haki na ambacho wananchi wanakitaka ili kuwapa ahueni ya maisha. Ndugu wa Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za EWURA za mwezi Aprili, bei elekezi ya mafuta zimefikia viwango kama ifuatavyo: petroli shilingi 3,820 mpaka shilingi 4,017. Hii 4,017 nazungumzia Tarime, nazungumzia Kigoma, nazungumzia maeneo mengine ya kanda ya Ziwa. Bei ya diesel imefikia shilingi 3,806 mpaka shilingi 4,003 kwa lita. Na ikumbuke kwamba siku 10 tu zilizopita bei ya diesel ilikuwa shilingi 2,854. Kwa hiyo imepanda kwa zaidi ya shilingi 1,000 kwa lita, na maeneo mengine 1,000 na zaidi. Bei ya mafuta ya taa kerosene shilingi 3,500 mpaka shilingi 3,882. Hizi sio namba za karatasi, hizi ni takwimu za ofisi. Sio takwimu za ofisi tu, hizi ni namba zinazogeuza kuwa nauli ya daradara. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa bei ya unga sokoni. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa mzigo wa maisha kwa kila kaya ya Kitanzania. Kwa hiyo anayesema bei ya mafuta ni mafuta tu hajui maana ya uchumi wa mwananchi. Kwa Tanzania ya leo, mafuta yakipanda bei, nauli hupanda. Nauli zikipanda, chakula hupanda bei. Chakula kiisha panda bei, biashara ndogo huumia. Biashara zikiumia, mapato hushuka. Mapato yakishuka, huku bei zikipanda, maisha ya mwananchi kuingia kwenye mtego wa maumivu makubwa. Hapa ndipo bei ya mafuta hugeuka kutoka kuwa takwimu na kuwa mateso ya kila siku kwa mwananchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema ndio chama kinachoweza kusema ukweli kwa niaba ya wananchi, na ni lazima tuseme ukweli wote. Serikali yenye uhalali, na hapo tunasema kama kungekuwa na serikali yenye uhalali wa watu, huwajali na kuwaonea huruma wananchi wake, dunia inaweza kuanzisha mshtuko wa bei ya mafuta. Lakini serikali inayowajali watu wake ndio huamua wananchi waumie kwa kiwango gani. Na hii ndio tofauti ya kisingizio cha uongozi uliopo. Serikali inapaswa kutatua kero na kuhakikisha maisha ya wananchi yanakuwa nafuu, huku huduma zikiwa zinapatikana kwa urahisi na kwa unafuu. Watanzania watambue na wakumbuke na wajue kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake mara zote kimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha changamoto zinapojitokeza basi solution ya haraka inaenda kufanyika. Sasa ninaomba niseme jambo moja. Mjengee kwa bei ya mafuta. Kulikuwa na hoja kwa nini gharama imepanda ya mafuta kidogo, na kulikuwa na hifadhi ya mafuta. Moja, bei ya mafuta inategemea wastani linganifu wa gharama ya mafuta yaliyopo kwenye magara ya mafuta na yale yanayotarajiwa kupokelewa katika mwezi ambao bei zitatumika. Mfano, bei ya mwezi Aprili inategemea gharama za mafuta yaliyopo kwenye magara na gharama za mafuta yatakayopokelewa nchini mwezi huo wa Aprili. Gharama hizo hubadilika kulingana na mabadiliko ya kila mwezi ya gharama za kununua mafuta katika soko la dunia, FOB price, gharama za kuagiza mafuta premium, na viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, hasa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Lakini jambo la pili, bei za mafuta za mwezi Aprili 2026 zinategemea gharama za mafuta yaliyokuwa kwenye magara tarehe 31 na yanayopokelewa Aprili 26. Ndio maana mwezi Aprili mosi ndio gharama huwa zinatajwa.
Mafuta yanapopokelewa Aprili 2026 yana gharama za mafuta katika soko la dunia kwa mwezi Machi, kipindi ambacho bei zimeongezeka maradufu kutokana na vita inayoendelea kati ya nchi za Mashariki ya Kati. Lakini jambo tatu, uagizaji wa mafuta kwa pamoja unasaidia kupata gharama nafuu za uagizaji wa mafuta, tofauti na kila kampuni kununua yenyewe mafuta kidogo. Kwa ujumla, uagizaji wa mafuta unasaidia kupata economies of scale, na ambayo inaenda kudetermine price ya soko au ya bei ya mafuta katika soko. Mafuta yanayoingia nchini hununuliwa zaidi kutoka India na Falme za Kiarabu, ambapo takriban 77% ya mafuta ya hapa nchini kutoka katika nchi hizo mbili. Kwa 23% iliyobaki, mafuta yanatoka Kuwait, Bahrain, Qatar na Oman. Kwa hiyo hili ni somo ambalo inabidi wa Tanzania lakini na baadhi ya viongozi waweze kulifahamu. Sasa, sababu kuu ya ongezeko bei kwa sasa, global supply shock, baada ya kufungwa kwa mlango bahari wa Strait of Hormuz. Kufungwa kwa Strait of Hormuz imeleta mtikisiko mkubwa wa bei za mafuta duniani kwa namna hii.